nitaongea kwa kifupi sana kwa sababu najua nimekuwa hapa kwa muda mrefu na najua mnasubiri pilau kule. Kwa hiyo nitakuwa kwa kifupi sana. Niko majina naitwa Mkuu Musa, ni afisa tarafa wa tarafa yetu ya Katero ikiwemo na Kemondo tunaisimamia. Nashukuru sana kwa kualikwa kuja hapa jioni ya leo. Imekuwa siku nzuri sana. Na mara nyingi nimekuwa nikipita tu kwa barabara kwenda hapo chini, tuna mradi wetu wa maji mkubwa tunafanya. Kwa hiyo nilikuwa sijawahi kuja kwenye haya mazingira, lakini nimefurahi kuwepo eneo hili. Na sherehe kwa kweli imekwenda vizuri sana. Niwapongeze sana nyinyi wa kidato cha 4 kwa kuhitimu masomo yenu kwa usalama kabisa. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo mmeifanya kwenye maisha yenu ya kielimu, na tunawaombea sana basi wote mnaotajwa wako 67 mfaulu vizuri wote kwa division 1. Ili mwende na mkienda kule kidato cha 5 na 6, kwa wale ambao mtapata bahati ya kuchaguliwa ile shule za serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira mazuri sana huko. Mtakwenda kule mmekuta Mheshimiwa Rais amefuta ada kabisa zile za kidato cha 5 na 6. Kwa hiyo mtasoma vizuri kabisa. Lakini mkitoka hapo mkibahatika pia kwenda vyuo vikuu, pia serikali ya Mheshimiwa Rais imeweka mazingira mazuri pia. Ukifika kule kuna mikopo ya serikali, utasoma bure kabisa bila changamoto yoyote. Na Mheshimiwa Rais atakuwa anakulipa kila siku ya Mwenyezi Mungu shilingi 10,000 ili kujikimu kwenye maisha yako kila siku kwa chuo. Kwa hiyo tunawaombea sana mfaulu vizuri ili mfike hizo level za elimu. Lakini jambo kubwa sana ambalo ningependa tukumbushane leo, wanafunzi, wazazi na wengine wote ambao wamejitokeza hapa. Tumekutana hapa leo kwa sababu nchi yetu hii ina amani. Na ndio maana tuko hapa. Tungekuwa tunavurugana huko mitaani, sidhani kama kuna mtu angekumbuka kuja eneo la Bethania jioni. Kila mtu angekuwa anapambana namna ya kuiokoa roho yake. Kwa hiyo waombe sana hasa nyinyi wenzetu wa mnaohitimu na kwenda kule mtaani. Sisi tunawaombea sana mkaendelee kuwa wananchi wazuri na wananchi wema sana kule kwenye maeneo yetu. Tumesikia hapa mmelelewa vizuri, mmetengenezwa vizuri kwenye maadili. Tunaomba hayo maadili mkaendeleze pia kule. Msifike mtaani tukaanza kusikia mnajiingiza kwenye vikundi ambao baadaye tutakuja kuwaletea shida huko mbele. Na mnasikia huko yanapoendelea. Na ninyi tukiangaliana bado ni vijana wadogo sana. Bado tuna ndoto nyingi sana za kuzitimiza huko mbele ya safari. Leo nchi yetu ikiingia kwenye vurugu, ikiingia kwenye shida, ndoto zako zote ambazo ulikuwa umezipanga, tumesikia wengine tunatamani kuwa mainjinia, natamani kuwa madaktari. Nchi yetu ikiingia kwenye vurugu, hizo ndoto zako zote ambazo ulikuwa umezipanga zitaishia hapa. Kwa hiyo niwaombe sana tuendeni tukae walinzi wazuri wa amani kwenye nchi yetu. Tusikubali hata kidogo kuiharibu nchi yetu. Kama liko jambo linatokea kwenye maeneo yetu, kuna changamoto, wako viongozi kwenye maeneo yetu. Wako watendaji wa kata, wako watendaji wa vijiji, wako wenye vitu wa vijiji, wako wenye vitu wa vitongoji. Tunaweza kufikisha malalamiko yetu huko na yakafanywa kazi. Lakini tusikubali hata kidogo kushawishiwa na mtu yoyote kwamba tuharibu nchi yetu eti kwa sababu mimi kwenye kitabu changu sijapata maji. Sisi tukubali hilo jambo. Wazee wetu walifanya kazi kubwa kuilinda nchi yetu, na ndio maana leo tumekusanyika hapa bila tatizo lolote. Na nyinyi mtakuwa mashahidi. Mnaona maeneo ya wenzetu. Hapa sisi tumepakana na wenzetu wa Kongo, tumepakana na wenzetu wa Uganda. Mnaona matatizo ambayo wenzetu wanayapitia kwa sababu ya changamoto za amani. Wanapigana kila siku. Ukienda hapa Kigoma, tuna kambi pale ya wakimbizi, tumehifadhi pale wakimbizi zaidi ya 600,000. Tunawasaidia pale wamekimbia nchi zao kwa sababu hazina amani. Nchi za wenzetu zote ambazo zimetuzunguka zina changamoto hiyo. Nchi za wenzetu ukizaliwa unakulia kwenye ukimbizi, unakulia kwenye vita. Bahati hiyo tumepata Tanzania, unazaliwa mpaka unafika miaka 70 mpaka kipindi ambacho Mwenyezi Mungu atakuchukua kwenye hii dunia. Hutawahi kusikia risasi wala bunduki wala utakuja kuiona. Kama utaiona hiyo bunduki utaiona labda kwenye movie zenu ambao mnaziangalia. Lakini nchi yetu iko na amani kubwa. Ni jambo pekee la kujivunia sana. Na linapatikana Tanzania pekee yake. Dunia nzima hii. Tanzania ndio nchi pekee ambayo tuna bahati hiyo. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wenzangu wenyewe wa kidato cha 4 na wananchi wenzangu ambao wote tumekuwepo hapa. Tusijaribu kwenda kuharibu amani kwenye maeneo yetu. Tumesikia siku hizi siku 3 wale ambao wanatumia mitandao wako wenzetu wanahamasisha mambo ambayo sio mazuri. Msijaribu hata kidogo. Na sisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye ataleta changamoto
Tunataka hao wanafunzi wetu wa kidato cha 4 ambao wamesoma hapa wamemaliza, waende form 5 na form 6 wakasome vizuri, waajiriwe na serikali, wajenge nchi yao. Hatutaki wakute nchi imeharibika. Kwa hiyo naombe sana tukalinde amani kwenye maeneo yetu. Na leo sisi asubuhi tulikuwa na kikao kizito sana mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa kwenye ofisi ya mtendaji wa kata ya Kemondo. Tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba tarehe 9, maana tumesikia kuna watu wanazungumza kwamba tarehe 9 watafanya jambo. Niombe sana tuwe mabalozi. Tumekuwa na mwenyekiti wa kitongoji, mtendaji wa kata, yeyote ambaye atajaribu kuleta changamoto kwenye maeneo yetu, basi tuambiane haraka ili nchi yetu iendelee kuwa na amani. Mlikuwa hamna maji wananchi wa Kemondo, mheshimiwa rais ameleta mradi mkubwa. Naona pale bandari yetu ya Kemondo